Habari yako, jina langu ni Robin Rachel. Siku hii ya leo, nitakuja kuongea juu ya swala zima la mvutano ambao unaendelea sasa hivi kati ya sera za Kimarekani pamoja na sera za serikali ya Israel. Sasa hivi kuna mvutano kubwa na Marekani wamekuwa wakihofia kwamba sera zao zinaweza zisitekelezwe katika serikali ya Netanyahu. Na Netanyahu naye anakuwa anahofia kwamba waliomweka madarakani, yani vyama vilivyoungana vikamweka yeye madarakani, anahofia kwamba vinaweza vikasababisha sera za Kimarekani zisitekelezeke pale Israel, na hii ikamletea yeye ugumu wa ushirikiano na serikali ya Trump. Sasa hebu nisikilize kwanza kwa makini. Kwanza kabisa tunataka tutambue kwamba tuko katika hatua ya pili ya makubaliano kati ya Hamas na Israel juu ya kusitisha vita pale Gaza. Hatua ya kwanza tulishaiona ambayo ni silaha zitakuwa ziwekwe chini, mateka na wafungwa waachiliwe, pamoja na miili ya mateka na miili ya wafungwa irudishwe, kila mtu arudishe miili ya mwenzie. Na hatua ya pili imeanza tarehe 14 mwezi huu Oktoba. Na hatua ya pili inatakiwa, yani mambo ambayo yanatakiwa yafanyike katika hatua ya pili, cha kwanza Hamas kurudisha silaha, kusalimisha silaha, kitu ambacho sasa hivi habari zinasema wako kwenye wana negotiate haya mambo, lakini haijajulikana kama kweli watarudisha silaha au vipi, ndio tunaangalia. Lakini hayo ni makubaliano ambayo yanatakiwa yafanyike katika hii awamu ya pili. Lakini pia makubaliano mengine ni Israel ijiondoe sasa kabisa majeshi yake, warudi mpaka mwisho kule karibu na mipaka yao walipokubaliana. Kwa hiyo Gaza waiachie eneo kubwa. Lakini pia hatua hii ya pili itatakiwa kujumuisha na kutengeneza utawala mpya wa mpito pale Gaza. Lakini pia utatakiwa kujumuisha na kuruhusu viongozi wa Hamas waweze kutoka kwa usalama Gaza ili kwenda kuanza maisha sehemu nyingine. Kwa hiyo haya ndo ambayo yanatakiwa tekelezwe katika hatua hii ya pili ambayo imeanza tarehe 14, na ni hatua ngumu sana kwa sababu Hamas hawataki kuacha silaha. Israel wanaonekana wanasuasua, hawataki kuachia eneo la Gaza. Lakini pia bado Hamas wanabishana juu ya kuitawala Gaza kwa sababu Hamas wanataka bodi hiyo wa Palestina nao wawepo. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo bado yanafanywa kazi katika hii hatua ya pili, na hii inasababisha Marekani wahahe. Kwa hiyo tumeshuhudia ndani ya wiki hii tu, tumeshuhudia viongozi wa Kimarekani wanapishana ovyo pale. Ni anaingia huyu akitoka na ingia huyu. Umeona? Tumemshuhudia Mark Walker ameingia pale. Tumemshuhudia Steve Witkoff, huyu ni mwanadiplomasia wa Marekani huyu. Tumemshuhudia naye kaingia pale wiki hii. Tumemshuhudia Jared Kushner, huyu ni mkwe wa Trump, anayesimamia sana naye mambo haya ya upatanisho. Naye tumemshuhudia. Lakini pia jana tumemshuhudia makamu wa rais wa Marekani JD Vance, naye katua Israeli na akakutana na Benjamin Netanyahu. Na walipokutana na Netanyahu, huyu makamu wa rais wa Marekani, moja ya vitu yeye alivyokazia ni juu ya sera za Marekani kuweza kutimizwa hapo Israel katika mgogoro wa Gaza. Unaona, kwa sababu wanahofia kwamba Israel wanaweza wakavunja makubaliano au wanaweza wakaacha kufatisha sera za Marekani. Marekani anatia mkazo, anataka sera zake zifatishwe. Na sera ya Marekani kwa sasa hivi ni vita ya Gaza imalizike, na haya makubaliano ya phase 2 yafanyike. Umeona? Yaliyoanza tarehe 14. Leo hii ni tarehe 23. Kwa hiyo wanaona kwamba haya mambo yanachelewa, na wanahisi kwamba yanavyochelewa hawa watu wanaweza wakavunja makubaliano. Kwa hiyo ndio maana viongozi wa Marekani wanapishana hapo Israel kwa wiki hii yote. Kwa hiyo JD Vance, huyu makamu wa rais, akawa anasisitiza juu ya sera za Marekani kutimilizika. Lakini Netanyahu naye jana nilikuwa naangalia vyombo vya habari, nikaona naye akiwa na huyu JD Vance, na yeye akiwa anasema kwamba yeye anachotaka ni wawe na uhakika wa usalama pale Gaza kwa ajili ya kulinda wao mipaka yao. Umeona? Kwa hiyo inavyoonekana Netanyahu anataka Gaza, usalama wa Gaza usimamie wao, ulinzi wa Gaza usimamie wao, kwa sababu wanajua wakisimamia Gaza wao, wakisimamia shughuli zote za ulinzi Gaza, maana yake ni kwamba watakuwa na uhakika na kila kitakachokuwa kinaendelea pale Gaza. Wakiwa na uhakika na kila kitakachokuwa kinaendelea Gaza, maana yake ni kwamba watajihakikishia wao usalama wa mipaka yao wao ya Israel. Sio mnani? Unajua, kila nchi cha kwanza kabisa serikali inachofanya ni kuhakikisha kwamba jeshi linalinda mipaka ya nchi
kila nchi hivi ndivyo ilivyo, hata sisi nchini kwetu hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hata wao Israel hivi ndivyo ilivyo. Wanachotaka kuhakikisha wanalinda mipaka ya nchi yao. Kwa ajili gani? Adui asije akaingia. Kwa sababu tayari wameshashuhudia mwaka 2023 Hamas waliweza kuingia katika mipaka yao. Kwa hiyo wanaona njia salama pekee, au kama Mrusi anavyolinda mipaka yake kwa kuchukua ardhi ya Ukraine. Kwa hiyo wanaona njia salama pekee hapa ni kuweza kuingia ndani ya Gaza, kuingia ndani ya Lebanon ya kusini kule, ili kuweza kulinda mipaka ya Israel. Unaona? Hiki ndicho kinachoendelea. Sasa ndio maana Netanyahu anataka na wao wawe na nguvu ya ulinzi pale Gaza, ili kama kuna mipango yoyote tena ya kina Hamas na makundi mengine ya kuvamia ardhi ya Israel, mipaka ya Israel, waweze kujua. Lakini je, ni vibaya anachokifanya kujali mipaka ya nchi yake? Si vibaya, ni jambo zuri kabisa. Lakini ubaya unapokuja ni kwamba sisi tukivamiwa na mtu, tukilalamika, tutakuwa tuna haki. Tutasema tunalinda mipaka yetu au wametuvamia. Lakini kwa Israeli kuvamiwa na Hamas, wakilalamika hawana haki ya kulalamika. Kwa hiyo Netanyahu hana haki, au watu hatuwezi kumpa yeye go ahead ya kusema kweli jamani ana haki ya kulinda mipaka yake kwa kuikalia ardhi ya Gaza. Hatuwezi kumpa go ahead ya hivyo, kwa sababu tunafahamu kwamba hawa wa Palestina hawavamii ardhi ya Israeli, hawaivamii mipaka ya Israeli kwa kujifurahisha. Tunafahamu wanaivamia mipaka ya Israeli kwa sababu Israeli wamechukua ardhi yao. Kwa hiyo Israeli ikitaka kujihakikishia ulinzi 100% mipakani, ili waishi kama sisi wengine tunavyoishi, mfano Tanzania tunavyoishi na mataifa mengine, wakitaka kujihakikishia ulinzi huo mipakani, ni lazima warudishe ardhi ya watu. Ni lazima paundwe mataifa mawili, kuwe na taifa la Palestina. Kama hawatarudisha ardhi ya watu kisheria, maana hapa tunafuata sheria za Umoja wa Mataifa. Kama hawatarudisha ardhi ya watu wakafuata sheria za Umoja wa Mataifa, maana yake ni kwamba wataendelea kusumbuliwa, hawatakuwa salama. Ni sasa sisi leo tukienda tukachukua ardhi ya nchi jirani yoyote, ni lazima hatutakuwa katika usalama. Ni lazima mipaka yetu haitakuwa katika usalama, kwa sababu wale tuliochukulia ardhi wataendelea kujikoki ili kuja kuvamia mipaka yetu, ili kupambana na sisi kudai ardhi yao. Kwa hiyo njia pekee ya Israel kulinda mipaka yao ni wao kurudisha ardhi ya Wapalestina kama sheria za Umoja wa Mataifa zinavyosema. Kwa hiyo Israel wakiacha majeshi ndani kidogo ya Gaza kama ambavyo wanataka, na hata wakicontrol Gaza, bado Hamas au vikundi vingine vitajitengeneza na kujikoki na kuendelea kuwasumbua. Mmenielewa? Kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu tulishuhudia hawa Hamas wamejenga, unajua, mahandaki chini. Hivi ndivyo habari zinavyosemekana. Mahandaki ya Hamas walioyajenga kule chini ya ardhi, waliyajenga kipindi Israel inaitawala Gaza. Kama tunafahamu Israel imeanza kuitawala Gaza siku nyingi, na hata walipoiachia Gaza mwaka 2005 nafikiri kwa 2006, bado waliendelea kuicontrol Gaza. Na maanisha waliendelea kucontrol mipaka, wameendelea kucontrol anga pamoja na maji. Kwa hiyo kila kona, kwa hiyo Gaza ikawa ni kama gereza mpaka sasa hivi. Kwa hawa ni watu ambao hawajawahi kuacha kuicontrol Gaza kuanzia muda mrefu, kwa miaka mingi wanaicontrol Gaza. Wao wakiwa juu ya Gaza, Hamasi chini walikuwa wanajenga mahandaki, na wao walikuwa hawasikii kama chini kuna jengwa mahandaki. Mmenielewa Kwa sababu hivi ndivyo habari zinavyosema, mahandaki yameanza kujengwa kipindi Israeli wakiwa wako juu ya Gaza. Maana yake ni kwamba hawa watu hawaepukiki. Utaweza kuwaepuka endapo tu utawarudishia ardhi yao. Hicho ndio kitakacho. Ni kama vile sisi Afrika wakoloni walishindwa kutuepuka, kwa sababu tuliendelea kufanya fujo, tuliendelea kufurukuta, mpaka mwisho wa siku wakaona japo wameikalia ardhi yetu kwa karne 2, mwisho wa siku mpaka waliona kabisa kwamba hawa wa Afrika, ili tuepukane nao, turudisheni haya makoloni, tuwakabidhini ardhi zao, alafu tuangalie ni namna gani tutawanyonya katika ukoloni mambo leo kama wanavyofanya sasa. Kilichopo sasa, Trump anataka aonekane yeye ni rais wa amani, kaweza kuzuia vita ya Gaza, apate na tuzo ya Nobel mwakani. Netanyahu, vyama vilivyomweka madarakani vinataka Israel ikakontrol eneo la Gaza, ikiwezekana vita irudi, ili waendelee kumaliza kile ambacho walikianza, ili kuichukua Gaza, kuwamaliza Hamas, kitu ambacho walikishindwa, kimechukua muda mrefu sana. Kinawatukanisha sasa Marekani, na Donald Trump hataki hiyo hali iendelee. Hapo ndipo wanapovutana Donald Trump pamoja na Benjamin Netanyahu. Heshima ya Trump
ni anguko la Netanyahu. Anguko la Netanyahu ni heshima ya Trump. Netanyahu akianguka kwa kutokuichukua Gaza, Trump anapata heshima kaweza kumaliza vita ya Gaza. Trump akianguka kwa kushindwa kumaliza vita ya Gaza, Netanyahu anapata heshima katika nchi yake kwa kuweza kuichukua Gaza. Mimi ninaitwa Robin Rachel na hii ni Robin Media.